sisi kwetu ni faraja kuongeza marafiki wa kimichezo. Kwa kweli tumefurahia ujio wa wageni hawa na tutaendeleza, kwani si kwa michezo tu, hata katika mambo ya kijamii, na wenzetu wametupokea vizuri na tumeenjoy ziara yetu hapa Zanzibar. Kwa kweli ilikuwa nzuri. Hayo yalikuwa ni maneno ya rais wa timu ya wachezaji wa zamani wa Zanzibar All Stars Salum Bausi, na kiongozi wa timu ya Kinondoni Morocco ya Dar es Salaam mara baada ya mchezo wa kirafiki uliopigwa katika kiwanja cha Maisara mjini Unguja. Leo tumekuwa na ugeni hapa kutoka Kinondoni Morocco. Maveteran hawa, ingawa sisi maveteran zaidi kwa umri, lakini tunafarijika kuona kwamba kula kukicha maveteran kutoka bara na nchi za jirani wanapenda kuja Zanzibar, lakini zaidi kupenda kuja kwamba wenyeji wao waje Zanzibar All Stars, kwa sababu Zanzibar Stars ni taasisi ambayo imekusanya wachezaji wa aina mbalimbali kutoka katika vilabu vyote wamo humo. Kwa hiyo kama timu ya taifa wachezaji wa zamani ya nchi. Mpaka sasa tumefurahi, tumepokewa vizuri, kila kitu kimeenda vizuri. Tumecheza mechi, tumeenjoy. Ni mechi ya pili. Mechi ya kwanza tulipoteza, hii pia tunacheza, of course inaelekea tunaweza kupata matokeo, lakini mechi ni nzuri. Kikubwa ambacho tumekiona, watu wa Zanzibar kwanza wanapenda mpira, hiyo namba moja, lakini miundombinu pia ni mizuri. Walimu wa pande zote mbili wameuzungumzia mchezo ulivyokuwa. Mchezo ulikuwa wastani, balance haikuiana sana kwa sababu sisi ni wazee na walikuja kidogo ni vijana, lakini haikutofautiana sana kwa sababu kwa wachezaji wa zamani walihimili vishindo vya vijana wa sasa hivi. Kwa hiyo haikuwa shida sana kucheza nao. Kuja Zanzibar kwa ajili ya kucheza mechi za kirafiki na kuja ku experience culture ya Zanzibar kidogo. Wageni hao kutoka Tanzania bara hawakuacha kuzungumzia kazi kubwa ya maendeleo inayofanywa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Daktari Hussein Ali Mwinyi, hasa kuhusu miundombinu ya kimichezo. Tunashukuru sana kwanza kutokana na Mheshimiwa Rais kutengeneza hivi viwanja. Kwa hiyo vinatusaidia sisi wazee na baadhi ya wenzetu kutoka bara kufaidika katika viwanja hivi. Tunasema tu kwamba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imejitahidi kutengeneza viwanja vizuri sana. Kwa sasa hivi yani kuna hatua kubwa, yani miaka 5 nyuma na ukilinganisha na sasa hivi hatua ni kubwa sana, imebadilika. Kwa hiyo unacheza kwenye kiwanja kizuri kabisa, unaenjoy. Na kwa sisi maveteran ukicheza unatakiwa kucheza kwenye viwanja ambavyo vinaumiza, ili kusudi kesho tena ukiamka uweze tena kupata dakika 45 30 ucheze tena. Kwa hiyo katika hatua nyingine, wana michezo hao wamegusia soka la Tanzania ikiwemo kombe la Muungano na maoni yao kuhusu utamaduni unaojitokeza wa baadhi ya mechi kuchezeshwa na waamuzi wa kigeni. Refari katika kombe la Muungano, tumeona kwamba refari wa finali kaalikwa kutoka nchi za nje, nchi ya Kenya, kaja kuchezesha. Sasa kama mimi binafsi kwa mchezaji wa zamani, kocha mzoefu, kocha mstaafu wa timu ya taifa ya Zanzibar, sasa hivi rais, swala lile tusilipende sana wa Tanzania kuliendekeza, kwa sababu tuna disappointed hawa marefari wetu ambao wengi wao sasa hivi wana beji mpaka za FIFA. Lakini vile vile tutazame ligi ya Kenya na ligi ya Tanzania, ipi iko juu? Kwa mujibu wa takwimu tunaambiwa kwamba Tanzania ligi yao ni ligi ya 5 katika Afrika, lakini wa Kenya si chini ya nafasi ya 30 wala haitambui mtu ligi ya Kenya. Sasa leo tumlete mtu ambaye ligi yake iko chini, lakini eti refaria awe bora, alafu hawa wenye beji za FIFA huko kwetu kina Msomali, kina wale wengine kina watu bara, tuna disappointed. Kwa hiyo unaona kwamba Simba imeanza kupanda, imetoka kwenye kile kiwango ilichokuwa nacho huko nyuma na yale mateso ambayo ilikuwa inapata kwa Yanga Afrika. Sasa hivi Yanga nayo haijashuka sana kama watu wanavyosema, lakini iko kwenye kiwango cha kawaida, tofauti na ilivyokuwa misimu 3-4 iliyopita. Kwa hiyo kuna kabalansi fulani sasa hivi, manake hata Yanga wakiingia kwenye mchezo wanakuwa wanaona kabisa kwamba okay, sasa hivi tunaenda kuingia kwenye mchezo tukiwa 50-50. Sio mwanzo walikuwa wanajua kabisa tunaingia kwenye mchezo tunaenda kupata matokeo. Haraka ambacho naweza nikasema dabi ni dabi. Na inapokuwepo dabi basi inategemea mtu kamtaje siku. Huyo aloamka vizuri ndo atakayeshinda. Sasa inapokuja zile mechi za wale watu wawili huwa kuna kukamiana kwingi, ushabiki mwingi na nini, lakini aloamka vizuri huwa anashinda. Ndio maana unaona juzi Simba ameshinda. Zanzibar All Stars imekuwa ikipokea wageni kutoka Tanzania bara, na hivi karibuni Stars inatarajiwa kwenda Dar es Salaam kwa mechi za kirafiki, ikiwemo wenyeji wao Valhalla na vilabu vingine. Zanzibar All Stars inaundwa na wachezaji nyota wa zamani waliotamba katika soka la Zanzibar na Tanzania bara kwa ujumla, na wamekuwa na utamaduni wa kufanya mazoezi kila siku za Jumamosi na Jumapili katika viwanja vya Maisara mjini Unguja.